الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله خصنا وفضلنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اليوم يوم العيد وزينة أعيادنا التكبير، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. عباد الله، أني waja wa Allah tabaraka wa taala, leo ni siku ya sikukuu na pambo la siku zetu kama hizi ni takbir, kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo ni siku ya furaha kubwa sana kwa Waislamu wote duniani. Furaha hii si furaha ya kwamba Ramadhani tumeiaga imekwenda zake. Hapana, ni furaha ya kukamilisha na kutimiza ibada ya siyam ndani ya siku 30-29 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na namna ulipojitahidi na kujipinda, Allah amekupa taufiki mpaka kumfikia leo hii, basi leo una furaha hiyo. Na hii ndiyo aliyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-saimi farahatani, mfungaji ana furaha mbili. Farahatun inda fitrihi, furaha ya kwanza wakati anapofungua, na ndio hii ambayo leo tunayo ndogo kila magharibi, lakini hii ni kubwa zaidi na ndio yenye furaha kubwa zaidi kwa sababu kutimiza neema hii, neema ya funga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa farahatun inda liqa'i rabbih, na furaha nyingine pale ambapo tutakutana na Mola wetu mtukufu Allah jalla wa ala. Tumuomba Allah tabaraka wa taala kwa funga hizi tulifunga na nyinginezo na zijazo inshallah taala, Allah ajalie katika miezi yetu ya kiyama tukienda tukafurahi kweli kwa ibada hii tukufu ya funga. Ndugu zangu watukufu waamini, ibada hii ina upekee mkubwa sana katika maisha ya mwanadamu hapa duniani. Lidhalika qala Allah ta'ala fi al-hadith al-qudusi al-jalil, kullu 'amali ibn adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajizi bihi. Amali zote mwanadamu ni zake isipokuwa funga, hii ni yangu na mimi ndo mlipaji wa ibada hii. Ibada zote ni zake Allah, lakini kile kitendo au kauli ya kuhusisha kwamba hii ni yake kuna namna pekee, na kile ibada ina upekee wake. Wa maziyatu sawm taharatul qalbi min ar-radha'il wal khaba'ith. Funga inakwenda kusafisha na kuweka sawa na uchafu wote ulioganda kaa katika moyo. Lianna al-qalba huwa manatu qubuli al-a'mali, kwa sababu moyo ndio pahala ambapo panakubaliwa matendo ya mja. Asema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah haangalii mavazi yako umevaa nini, haangalii sura yako, lakini anaangalia kwenye moyo kuna nini. Kwa hiyo kwa sababu amali zako ili zikubaliwe unatazama moyo, basi funga imekuwa ni miongoni mwa ibada pekee ambayo inakwenda kurekebisha na kuweka sawa katika eneo hilo, ili khairi nzuri kwa mwanadamu katika maisha yake haya na maisha yajayo ya akhera. Ndugu zangu watukufu waamini, moyo una maradhi mengi sana. Ulama tarbia watuambia kwamba katika maradhi yalikuwa hatari zaidi
yana cheni na mnyororo mkubwa wa kuzaa madhambi mengine kwa wingi, ni maradhul hasad, ni maradhi ya hasad. Haya maradhi ni maradhi makubwa sana. Itosha tafsiri na taarifu ya Ibn al-Qayyim al-Jawzi, anasema al-hasad huwa tamanni zawali ni'mati al-mahsud au al-ghairi ilayka, ni wewe kutamani neema imuondoke yule ambaye unamhusudu, ima ije kwako au yule ikose kabisa neema ile. Hivi ndivyo ilivyo. Anasema fal hasadu sifatun dhamima, hasad ni sifa moja mbaya sana, la tatakhallaqu biha illa an-nufus al-maridha. Sifa hiyo mara nyingi kubebwa, kujivisha zile nafsi zenye maradhi, ndio mara nyingi huwa na sifa hizo. Wal hasadu bawabatul athami, na hasadi ndio geti, mlango, ndio pahala pa kuingilia madhambi yote. Yabda bil qaribi qabla al ba'idi, maradhi ya hasadi yaanza kwa mtu wa karibu kabla wa mbali. Mtu wako wa karibu ndo wewe unaanza naye hasadi hapo. Wa sadiq qabla al adui, na hasad inaanza kwa rafiki kabla ya adui. Wa baina al jirani wa baina zumala, na baina majirani tulikuwa nao na baina marafiki katika makazini kwetu na mahala mengine yote. Haya ndio maeneo ambayo hasadi inaanza. Haya ni maelezo ya mwanachuoni mkubwa, tegemeo kubwa katika Ahlus Sunna wal Jamaa, Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Na ni mwanachuoni alibobea sana katika ilmu ya tarbia, ilmu nafsi kabobea sana. Na hivi ndivyo ambavyo yeye anapozungumza. Al-hasad inaweza ikazaa chuki, kwa sababu umechukia neema kwa mtu, hutaki aipate, unataka uchukue wewe. Sasa utaanza kumchukia, na baada ya kumchukia utaanza kumtengenezea fitna na majungu, alimuradi kwamba kile kitu kimuondokee, na mwisho wa siku utakwenda kwenye shiriki, na mwisho wa siku utaamua kuua. Ndugu zangu katika imani, haya yote tunayashuhudia wazi wazi kwenye sura ambayo tangu inaanza mpaka inamaliza inazungumzia kisa cha Nabii Yusuf alayhi salatu wasalam, namna alivyofanywa hasadi na ndugu zake kwa baba yao mzee Yakub alayhi salatu wasalam. Ikhwan, Qur'an kitabu chetu, neema kwa Allah ametupa sisi, lakini je, tuasoma na kuzingatia na kufahamu waliokuwa ndani na kuingiza katika matendo yetu? Allah anasema idh qalu, kumbuka waliposema nani? Ikhwatu Yusuf. Idh qalu, waliposema la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dhalalin mubin. Walisema hawa, Yusufu huyu, hakika Yusufu huyu hatari. Kwa nini? Anapendwa zaidi kwa baba yetu kuliko sisi, na sisi ni kikundi kikubwa, wao ni 10. Yusufu yeye ni mmoja na ndugu yake Binyamin, sisi 10, lakini huyu anapendwa zaidi kwa baba kuliko sisi. Vipi? Haiwezekani. Sasa kawaida huwa pengine watu wawili au watatu au mmoja kabeba jambo hili, kutokezea akashawishi na wenziwe kwa jambo hili na wao wakaingia, kama inasema Qur'ani, uqtulu Yusufa au tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Muweni Yusuf kabisa ili msalimike. Haya mnaona nyinyi miyapate, yeye asiyapate, basi muweni Yusuf, hakuna njia nyingine. Baba anampenda sana huyu, na mkiona damu nzito kuliko maji hamwezi kuua, mtupeni ardhi ya mbali kabisa, asiwezi kuonekana. Uso wa baba yenu utakuelekeni nyinyi. Baba sasa kwendeni baada ya wao, na baadaye nyie mtakuja kwa waja wema, wa viumbe wema kwa baba yenu na katika jamii yenu, lakini Yusufu muweni. Hivi ndivyo ambavyo walivyoshawishiana, na Iblis ndiye ambaye mrithishaji mkubwa wa gonjwa hili. Gonjwa hili ni gonjwa hatari, limemwenea kila mtu. Si rahisi kumuona mwanachuoni akizini, anaheshimu heshima yake kwa nafasi alikuwa nayo, zini ovyo ovyo, au akitukana wakinywa ulevi, lakini mwanachuoni msomi, gonjwa hili khalla ma yanfu, ni gonjwa ambalo limetawala. Na miongoni mwa sababu ya hali Waislamu waliokuwa duniani, basi ni gonjwa la hasadi. Tumelirithi huko nyuma, tulifanyia kazi kama walivyofeli al-kitabi, na sisi tunaelekea huko. Ya Rabbi, tuepushe tusifeli. Na hayo ndio mazingira ambayo sisi tunaelekea huko. Kwa hiyo hawa wakafanya hayo,
na wakatimiza azma yao kama ambavyo sura imezungumza. Angalieni Waislamu, sura hii tunapoletewa na kusoma, unajifunza kitu gani? Si kwamba unapita kama kasukisa sukenda zako, la, unaondoka na kitu gani? Qala Imam Shafi'i rahimahullah alayhi, anasema Mshafi'i, kullu al-adawati kad turja mawaddatuha, kila uadui huenda baadaye tunatarajia kuondoka adui yakaja mapenzi, tunatarajia hivyo. Illa adawatu man adaka min alhasad, isipokuwa adui yule ambaye anayekufanya wewe kwa sababu ya hasadi. Maradhi haya anasema wadui aina hii hautoki. Maradhi yote au wadui wote iskinyume na hasad, yawezekana ifika pale mambo kakaa sawa, lakini hasad, maradhi ya hasad au wadui wa hasadi, huu ni vigumu sana kuweza kuondoka. Ndugu zangu wa Uislamu, alhasad tahliku din. Husda inaivua, inaondosha kabisa dini. Tahliku din, halaka ni kunyoa. Kwa hivyo dini inamondoka mtu kama vile ambavyo unavotoa nywele kwa kunyoa, sio kupunguza, unanyoa nywele, dini yako inaondoka kwa sababu ya maradhi ya hasad. Hadith Zubair ibn al-Awam, Imam Ahmad na Tirmidhi wa Hasan al-Albani anasema, dabba ilaykum da'ul umam qablakum, nyinyi mmetambaliwa, mmejiwa chini na maradhi ya mataifa au nyumati zilikuwa kabla yenu. Alhasad walbaghdha, husda na chuki, hiya alhaliqa. Haya ni maradhi ambayo yananyoa. La aqulu tahliku ash-sha'r, sisemi kwamba yananyoa nywele, kuondosha nywele zote kichwani, la, walakin tahliku din. Lakini haya maradhi yananyoa dini, yanaivua dini. Kama unavyonyoa nywele zikaondoka, basi ndivyo dini inavyoondoka katika maisha ya damu kwa sababu ya maradhi haya hasad. Wazala al-Imam al-Bayhaqi fi riwayati, Bayhaqi akaongeza katika riwaya yake, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mkononi mwake, la tu'minu hatta tahabu, hamwamini mpaka mpendane. Hatuna imani mpaka tupendane. Mapenzi yakiwa hamna, sharti ya imani imekosekana. Imani iko tusini mtihani. Afala unabbiukum bi amrin idha fa'altumuhu tahabbtum, ye nikuelezeni jambo ambalo mkilifanya mtapendana. Afshu salama bainakum, enezeni amani baina yenu, acheni majungu ili amani ipatikane. Acha fitna, acha kusengenya, acha kutengeneza jambo kwa ajili ya kumdhuru mwenzio. Tengenezeni amani, mpe amani mwenzio. Hii ndio dini na ndivyo tunatuelekeza. Qala Allah Ta'ala fi surah al-Baqara, al-aya raqam 109, katika aya nambari 109 surah al-Baqara, anasema wadda kathirun min ahli al-kitabi, wanatamani sana wengi miongoni mwa watu wa kitabu, law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara, laiti kama wanaweza nyinyi waislamu wakurejesheni baada imani yenu hiyo moyo makafiri. Haya wanayafanya kwa sababu gani? Hasadan min anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Hii ni kwa sababu ya hasadi ilikuwa ndani ya nyoyo zao baada ya kubainikiwa na haki. Si kwamba wajui, wanajua haki, lakini hasad, kwa nini iwe kwa huyu? Kwa nini wapate hawa? Kwa hiyo hilo ndio limefanya wao hivyo, na wanatamani jambo hilo liwe. Qala Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, anasema Uthaymeen katika aya, katika tafsiri yake, al-aya tadula tahrimi al-hasad. Aya hii inaonyesha wazi juu ya uharamu wa hasad. Ni haramu Waislamu kuhusudiana, ni katika maradhi hatari ambayo yanamaliza na kuondosha katika nafsi ya mwanadamu imani yake. Hadithi ambayo inazungumza Abu Hurairah radhiallahu ta'ala ndani ya Sahih Bukhari, Muslim na Nasa'i, anasema al-ithnan la yajtami'an fi qalbi 'abdin, al-iman wal hasad. Mambo mawili hayawezi kukusanyika kwenye moyo wa mja, imani na hasad ikawepo hapo. Vitu viwili hivi havikai pamoja. Ikitawala hasadi, maana imani imekuondoka. Kama imani ipo, kwa nini yafanya haya? Kuamini kadari ya Allah. Wewe Allah ndio mwenyewe, ndio ni maamuzi, uamini hilo. Ina maana ukifika pale unahusudu, wewe uamini hilo, na hilo ni hatari. Ndugu zangu wa Islam, ni hatari kweli kweli. Haya maradhi tumeyabeba leo sisi tunaye Waislamu. Fikiria, anaweza akainuka Muislamu leo akazungumza kitu ukasema huyu mwanachuoni amesoma na mama anatambua kweli, au anasema nini anakusudia.
hawa wanaofungua mfano mwanzo au wanaofunga mwanzo, huu mwezi wanaoita mwezi wa kimataifa, huu mwezi huu ni uzushi, ni bid'a, jambo hili halipo, ni wao tu, na mwisho wa siku lugha inakuja wazi wazi, wao wanaishi kwa kalenda. Jamani, haya tunayo Waislamu, tunafanyana sisi kwa sisi. Ndani ya safu yetu tumekithiri maradhi haya, nje ya safu yetu tumekithiri maradhi haya. Waislamu tunaelekea wapi? Tunakwenda wapi? Shekhe, tunaondoka muda si mrefu, tunakwenda chini ya kaburi. Ikiwa umeshindwa ni Allah kuitetea, basi Muislamu usiwe sababu ili ni Allah kuivunja au kusababisha madhara Uislamu. Umeshindwa kutetea Uislamu, shekhe, neutral, bakia serious, kimya, lakini usifanye mambo ya kuharibu dini. Kwa nini uingie kwenye hilaki ambayo una lazima kuingia? Yamekushinda haya, basi haya, acha haya usiyafanye. Kwa nini hivyo Uislamu? Hadithi inasema sumu li ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana kwa mwezi na fungeni. Hadithi hii wanazuoni wanazungumza, nenda kitabu ambacho ni maarufu kwa Waislamu wengi duniani, maarufu kwa wanachuoni wengi, hata kwa watu wa kawaida. Wanasema katika hadithi, dhahaba jamhurul ulama, wamekwenda kundi la wanachuoni. Nani hao wanaokusudiwa hapa? Imam Malik, Abu Hanifa na Imam Shafi, Imam Malik, Ahmad na Abu Hanifa. Hawa watatu na wengine waliofuata, lakini hawa kwa wanachuoni wa karne matabi ambao wameishi na maswahaba. Hawa wanasemaje? Ambao wameishi karne hiyo, karne bora kuliko sisi tulivyo sasa hivi. Wanasema nini hawa? Idha ra'al hilala ahlu baladin, ikiwa mwezi utaonekana na nchi fulani au mji fulani, wajaba siyam, ni lazima kufunga ala jamii biladi, miji mingine tulibakia. Kauli ya wanachuoni iko na inajulikana, ni jamhuri ya wanazuoni. Leo wewe uinuke kauli kama hizo uzifumbie macho, useme huu mwezi unaenda kwa kalenda, hawa mwezi wa kimataifa ni uzushi. Muislamu, tuwe na insafu, tusababishe magomvi kwa Waislamu, tuzungumze kwa adilifu, na hii ndio mafanikio ya mja. Ukishindwa leo usifanikiwa. Ndugu zangu katika imani, hasad ni maradhi hatari sana ambayo yameenea kwa sisi na anayesababisha magomvi baina yetu sisi. Jamii haielewani. Ukiona pahala watu mpaka wanasababisha mchafuko, mpaka kushtakiana, kutaka kuuana, sababu kubwa ni hili, ni ligonjwa la hasadi. Hii ni cheni, ni mnyororo ambao unazaa madhambi mengi sana. Angalia familia za Kiislamu zilivyo, watu wanavyoishi. Tunafunga siku zote, lakini bado tumekithiri mabala haya. Tunayo watu wa familia moja, jamii moja, Amina, mtoto wa Amina mwingine hawaelewani. Hakadha, tunaelekea wapi? Ni hatari kubwa sana kwa Uislamu, katika mambo ambayo yanapelekea mja dua yake akiinua haijibiwi, haina majibu yaliyokuwa sahihi, atabaki kama alivyo. Miongoni mwao ni kula haram, lakini mtu ambaye amekithiri kufanya kusengenya na kufanya ghiba kwa wenzi wao, lakini kadhalika mtu ambaye fi qalbihi alghil walhasad, kwenye moyo wake kuna maradhi ya dhil, ana choyo, ana chuki ndani ya moyo wake, na ana hasad kwa Waislamu au kwa ndugu zake katika jamii. Mambo haya yakiwepo, wallahi hatuwezi kufanikiwa. Ndugu zangu tukufu Waislamu, ndugu zangu katika imani, namalizia hutuba yangu kwa kusema kwamba tamtazu a'yaduna birrabbaniya walinsaniya. Sisi sherehe zetu zinakuwa tofauti na sherehe nyingine ambazo za Kiislamu kwa vitu vikuu viwili. Kwanza, arabbaniya, tunapofanya sherehe furaha yetu sisi ina mpaka. Hatufurahi nje ya sheria ambayo Mungu ametuwekea. Hatuwezi kuwa na furaha kwa mwasi Mola mtukufu. Tuna furaha kwa kumtukuza yeye Allah. Ndio maana baada ya funga tumeingia kwenye furaha. Baada ya nguzo ya ibada ya hija na funga naenda kwenye furaha, kuonyesha kwamba hivi ndivyo ilivyo. Sisi tusherekea kwa mipaka, hatusherekei kwa kumwasi. Kwa hiyo kumuona Muislamu anatangaza siku ya Eid kwamba atakuwa na club, atakuwa na bar, atakuwa sudanini na atakuwa na muziki na kadha wa kadha kwa ajili ya kusherekea Eid al-Fitri. Hizi sherehe za Kiislamu tunaiga mila za Kinasara na Kiyahudi. Ni kosa kubwa Uislamu.
Tena wewe usifanye, usimunge mkono mtu kwa jambo hilo, usifurahie hata kidogo, bali wewe kuambana na jambo hilo kabisa itakuwa ni sababu ya wewe kuifanya. Lakini kadhalika tamtazu bil insania, sheria zetu sisi zinakotofauti na sheria nyingine kwa ubinadamu na utu. Uislamu hutaki mimi, sisi. Kwa hivyo tunatakiwa tusherekee kwa pamoja na kwa furaha pamoja. Ndio maana tukafaradhishia zakatul fitri kabla ya kuja kuswali, tutoe kuwapa wale wanyonge na wao wajisikie kuwa na furaha kubwa katika siku leo. Wana haja lakini leo wawe na furaha kubwa. Wewe Muislamu, toa kile ambacho kimezidi kwa siku ile, sio tajiri. Kwa siku ile mpe na mwezio nawe awe na furaha. Mbali na hilo sasa, tukiishi katika jamii zetu hivi sasa, lazima tutembeleane jamaa, tupendane, tuzawadiane, mfano kama huo. Haya ndio mambo ambayo yanahusu Uislamu wetu. Tahadhari kwetu ndugu zangu. Leo tuna bado ndugu zetu bado wameendelea kufunga. Tashtiti isiwepo hata kidogo. Kula kwa njia ambayo humtii mwenzio hamasa na hamu ya kula, au akaona kama unamjejea, kula sehemu ambayo itakuwa ni faragha, ambayo yeye hatakuwa kuoni kwa sababu mwenzio kafunga na anaamini kwamba yuko sahihi. Kwa hiyo muheshimu. Hatujui wa inna au iyakum la ala hudan au fudhal mubin. Tupate jitihada. Kwa hivyo tuishi katika maisha hayo ili tufanikiwe kupata radhi za Allah tabaraka wa taala, na tukifa tufi hali kuwa Allah ametudhia tupate pepo yake Allah jalla wa ala. Qala alayhi salatu wassalam, man salla alayya salatan sallallahu alayhi ashra. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل سلام. ربي نجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال.